na sasa hivi unasikia huwasikii tena, kimya. Yani ndio staili yetu. Sasa Elie Mpanzu amekuja kuwafunga midomo Elie Mpanzu, na tumeshuhudia wanamwingia mpaka miguuni kwa namna gani ambavyo Mpanzu ni mchezaji hatarishi, na katika ligi yetu hii tunaamini kabisa ni mmoja ya wachezaji hatari katika kuipeleka Simba kwenye hatua ya kuchukua kombe. Kaka, kuna watu huko hutotegemea watakachokuja kukutana nacho, na ndio maana nasema Libas again, Mpanzu, Clatous Chota Chama na baadhi ya wachezaji wa Simba kubwa, tunaona kitu gani wanachotupa, na sisi kama mashabiki tuko nyuma yao. Tunawaambia bana, hawa marefari wasisababishe wakarudi nyuma, kwa sababu kuna wakati wanahitaji kushauriwa wachezaji kwamba tupambane jasho na damu. Tunajua ni kitu gani tunachokitafuta, tunajua ni kitu gani ambacho tunakihangaikia ndani ya msimu mzima, tunajua ni kitu gani ambacho kinaendelea, lakini tutajitahidi kiasi tunachokiweza kuhakikisha kwamba tunapambana jasho na damu, kombe tunalichukua. Ali, kadri siku zinavyokwenda Elie Mpanzu anaonekana kufufuka, yule Elie ambaye alikuja mwanzo, performance bora sana katika siku ya jana dhidi ya Pamba Jiji. Labda unamzungumziaje kwa sasa kiwango chake? Kwanza mimi naweza nikasema, kwanza ukimwona mchezaji yoyote amesimama na magori, yani katika sajili zake unamuona magori pale, ujue kabisa huyo ni mchezaji wa viwango vya kucheza Simba. Na ninachokiamini kwa Mpanzu ni kwamba amekuja kuonesha taswira na jinsi ambavyo wachezaji wakubwa wanavyotakiwa kuwa. Si mchezaji anashuka kiwango, tunashuhudia Mpanzu anakuwa na kiwango kikubwa, anaonesha performance kubwa, ameonesha namna gani ambavyo anaweza akaitumia nafasi yake, na mwalimu amemwamini, na tunaona leo anafanya mambo makubwa sana. Mpanzu anatengeneza nafasi nyingi sana za magoli. Mpanzu ana uwezo wa kuingia ndani ya box na akatoka na akafanya vitu vya hatari ambavyo mpaka wapinzani wanaweza wakawaacha wachezaji wengine wakaenda kumattack Elie Mpanzu, na tumeshuhudia wanamwingia mpaka miguuni kwa namna gani ambavyo Mpanzu ni mchezaji hatarishi, na katika ligi yetu hii tunaamini kabisa ni mmoja ya wachezaji hatari katika kuipeleka Simba kwenye hatua ya kuchukua kombe. Ali, Mpanzu katika siku za karibuni, nakumbuka mechi ya mwisho hapa KMC dhidi ya Dodoma Jiji alisaidia Simba kupata alama 3 kwa goli lake pekee, akimalizia mpira uliotemwa na mlinda mlango wa Dodoma Jiji mara baada ya Clatous Chota Chama mkwaju wake penalty kupanguliwa, na siku ya jana anafunga goli la kwanza ambalo linaipa matumaini Simba kuondoka na alama 3 na kiwango bora sana. Siri ya hiki ambacho tunakiona kwa upande wake, licha ya kuzungumzwa maneno mengi kwelikweli wakati wa dirisha dogo lililopita kwamba ana mapenzi na upande wa pili, lakini pia hana furaha upande wa wakisema hana furaha, sisi kwa mashabiki na baadhi ya vipengele fulani ambavyo tunaamini kabisa viongozi na baadhi ya nyanza fulani za Simba tunaamini kabisa wanatengeneza. Unajua hawa jamaa huwa wanaanza zile ajenda zao kwa ajili ya kumsajili mchezaji na kutengeneza dukuduku kwa baadhi ya mashabiki ili tuendelee kuwaongelea wachezaji wetu vibaya. Wanaanza kuwazungumzia vibaya ama kuwasifu. Tumeshuhudia kuna mambo mengi sana ambayo baadhi ya mashabiki wa nyuma mwiko ama viongozi wao wamekuwa wakisifia, na kitu ambacho ni cha kusifia wamekuwa wakikiponda. Unajua hicho kitu? Tumekuja kupondwa sijui basi sijui imekwaje. Jeruti amekuja kushusha kitu pale na watu wanakiona bandarini kinatoka. Sio kile ambacho walituonesha, kile tairi mbovu sijui bati mbovu hivyo walipotea hapo. Na sasa hivi unasikia huwasikii tena, kimya. Yani ndio staili yetu. Sasa Elie Mpanzu amekuja kuwafunga midomo kwa sababu pale mwanzo Elie Mpanzu alikuwa kwa baadhi ya makocha ambao wamepita Simba ambao walikuwa pamoja na Elie Mpanzu hawakumpa nafasi sana, lakini Steven Back ameona ampe nafasi Elie Mpanzu atuoneshe kitu gani ambacho anacho, na leo tunashuhudia Elie Mpanzu anafanya mambo makubwa sana, na ndio kitu ambacho mimi naweza nikasema mchezaji mkubwa yoyote katika kipindi hiki ambacho unaona tunashuhudia mechi za mwishoni kabisa, mechi ambazo zinaamua maamuzi,
mechi ambazo zinatupa taswira kwamba kombe tunachukua ama tuchukui, ndio wachezaji wakubwa wanakuja kutuonesha mambo makubwa ambayo yanatakiwa katika kipindi hichi. Elie Mpanzo, Clatous Chota Chama, yani kuna vitu ambavyo tunaviona ni vikubwa kwa wachezaji wakubwa. Libase Geni, mtu mbadi, mtu ambaye amekuja kutufundisha kwamba namna jinsi ambavyo mawingi wanaotakiwa kuchanganya pale wanatakiwa kuonesha vitu gani vya hatari. Na yule akikamata mpira Libase kama vile kiumbe upo juu ya chuma yake ile bodaboda yake. Yule jamaa kwanza, wale watu wanaomfuata nyuma huwa wanaachwa zaidi ya kilomita kadhaa hivi. Na angalia namna jinsi ambavyo Elie Mpanzo anaupokea mpira kwa upendo. Yaani kuna vitu ambavyo mchezaji anakuonesha hata kama wewe sio Simba, unajikuta tu unatabasamu. Na tunawashuhudia, tunakaa nao kwenye mabanda tukiwa tunaitizama Simba yetu, tunashuhudia kuna baadhi ya watu wanaumia sana kumuona namna jinsi ambavyo Libase anavyopokea ule mpira, lakini si kupokea tu na kujaribu kuzunguka nao, kisha akaja akawaonesha namna jinsi ambavyo watu wanaweza wakaingizwa dobo, watu wanaweza wakazungukwa, mtu akazunguka akapigwa chenga ya mwili. Hao ndio wachezaji wa Simba, na hiyo ndio Simba yenyewe ambayo sasa hivi tukikosa ubingwa tunaamini kabisa kutokuwa na kitu. Unajua kuna vitu ambavyo unakosaje ubingwa ukiwa na Libase Geni? Unakosaje ubingwa ukiwa na Clatous Chota Chama? Unakosaje ubingwa ukiwa na Mpanzu? Kwa hiyo mimi naweza nikasema ni mchezaji wenye kiwango kikubwa sana, na sisi mashabiki wa Simba hivi sasa ni kuwazungumzia wachezaji wetu. Kama anafanya vibaya unasema kweli bwana, hapa mchezaji unafanya vibaya. Kama anafanya vizuri, paza sauti, dunia ikusikie. Unajua wakati mwingine bwana Mkojani, hivi vitu unavyoniletea kwa wakati huu unakuwa unanikosha kweli kweli. Kumzungumzia Libase Geni katika kipindi hichi hapa ni kama unazungumzia sijui kitu gani cha kifalme. Amekuja kukamata, na hapa KMC atakuja kufanya mambo mengi sana makubwa. Na hapa unapomuona Libase Geni bado hatujampata kwenye mechi za kimataifa. Kaka, kuna watu huko hutotegemea watakachokuja kukutana nacho. Na ndio maana nasema Libase Geni, Mpanzu, Clatous Chota Chama na baadhi ya wachezaji wa Simba kubwa, tunaona kitu gani wanachotupa, na sisi kama mashabiki tuko nyuma yao. Tunawaambia bana, hawa marefari wasisababishe wakarudi nyuma, kwa sababu kuna wakati wanahitaji kushauriwa wachezaji kwamba tupambane jasho na damu. Tunajua ni kitu gani tunachokitafuta, tunajua ni kitu gani ambacho tunakihangaikia ndani ya msimu mzima, tunajua ni kitu gani ambacho kinaendelea, lakini tutajitahidi kiasi tunachokiweza kuhakikisha kwamba tunapambana jasho na damu, kombe tunalichukua, na inawezekana kombe Simba kulibeba. Nahodha wa safari ya Simba Steve Barker amefikisha siku ya jana, kama sikosei, mchezo wa 28 unbeaten bila kupoteza katika michuano ya ndani, kwa maana CRDB, kombe la Muungano, lakini pia kombe la NBC Premier League. Steven Barker kaka, unamzungumzia ni kocha ambaye amekuja kuwafahamisha kwamba Simba kipindi ambacho ilikuwa ikihangaika na baadhi ya makocha, huyu kwanza tulikuwa tunamhitaji muda mrefu. Watu wengi hawajui hilo jambo. Tumehangaika naye, tumembembeleza sana Steven Barker, usimamie kikosi cha Simba. Akaomba udhuru na akazungumza baadhi ya mambo yake mengi, lakini tukamwambia fedha sio kitu ambacho tunakijali. Lakini ni kweli amekubali, na matajiri wameweka fedha. Unamuona Steven Barker anakuja kuonesha namna jinsi ambavyo ana uwezo mkubwa wa kuweza kumiliki mchezo. Yani Steven Barker ukimuona sabu zake kaka, akiamua, yani akiita ile karatasi lake sijui na nani njooni hapa niitie nani, hebu simama pale afanye kitu fulani, akiingia kaka unaona kabisa mpira unabadilika. Sasa ni kocha ambaye ana mbinu kubwa, ana performance kubwa, ana uwezo mkubwa, anaonesha kwamba Simba sisi tumepata kocha, na huyu tunaamini hata kombe la Afrika huyu bwana, huyu mwenyewe huyu, yani usio na wasiwasi naye, na mimi sina shaka naye, na naamini Steven Barker ni kocha mzuri na anaenda kufanya vizuri, na baadhi ya tuzo anaenda kuchukua ndani ya ligi yetu hii. Nikushukuru sana. Ubaya season 2.